Bwana, mambo vipi? Karibu sana, ni story na habari za kimichezo ndizo ambazo tunakwenda kuzitizama hivi sasa kupitia Hot Drop TV. Karibu sana. Kama kwanza unaungana na sisi, hakikisha unatufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook, Twitter na TikTok kwa jina hili la Hot Drop TV, na utaweza kupata habari mbalimbali ambazo tunaziweka hapo. Bwana, twende tukatizame nini ambacho kimejiri kwa michezo kuanzia siku ya leo, jana pia na vitu kama hivyo. Jana ilikuwa ni siku ambapo Simba Sport Clubs walikuwa dimbani kukichapa ama kucheza na Gaborone kutoka kule nchini Botswana. Good luck ama bahati nzuri, Simba wamefanikiwa kufuzu licha kuwa kiwango na mpira ambao umechezwa haukuaridhisha watu wengi sana. Kumekuwa na maoni kutoka kwa mashabiki wa klabu ya Simba Sport Club, lakini pia mashabiki wa mpira kwa jumla kutoka hapa nyumbani Tanzania, wakidai kuwa imefuzu kwenda hatua ya makundi, lakini mpira ambao imecheza haukuwa kwenye hadhi hiyo. Nimesikia maoni ya watu tofauti wakilalamika na vitu kama hivyo. Moja ya kauli ambayo ilisemwa na msemaji wa klabu ya Simba, Bwana Ahmed Ali, alisema ni kweli Simba haijacheza vizuri na mechi ilikuwa ni ngumu na wamefuzu kibabe kweli, na moja ya kitu ambacho alikisema ni kwa sababu ya uzoefu wa Simba. Simba wanafahamu namna gani ya kucheza hizi mechi za kimataifa, hasa kwenye hatua hizi za awali. Wanakuwa wanafahamu wachezaji vipi wafanye nini ili kusudi waweze kufuzu. Kwa hivyo kitu ambacho kimewafanya wao kufuzu ni uzoefu ambao wanao kwenye michuano hii ya CAF Champions League. Yes, lakini hata mashabiki sio mbaya sana. Mashabiki pia wamefurahishwa na matokeo hayo ya kudraw hapa nyumbani Benjamin Mkapa, lakini kitu ambacho kimebeba zaidi ni mechi ya ugenini ambao walishinda 1-0 huku wametoka sare ya bao 1-1. Kwa hivyo upande wa Simba wakawa wamepata bahati hiyo ya kuweza kufuzu kwenda hatua ya makundi. Yes, na kumekuwa na baadhi ya wachezaji ambao hawakuwa wanapata nafasi kwenye michezo mbalimbali ya Simba. Kuna huyu kijana anaitwa Mohamed Ibrahim, au sio? Jana ameweza kuonesha kiwango kikubwa sana kwenye eneo la katikati pale na maeneo mengine ya pembeni. Moja wa wachambuzi ambao ni wakubwa hapa nchini Tanzania, namzungumzia mzee wa Jambia, yeye ametoa maoni yake na kusema hivi ndio inapaswa kuwa ukipewa kuanza mechi yako ya kwanza ya kimashindano tena kwenye CAF Champions League. Unataka mchezaji ambaye anajitoa uwanjani kama shabiki wa Simba Sports Kavarisho Jazz. Kuna sehemu kama dakika 80 hivi alipiga pass ikanaswa, na muda huo akaingia uvunguni akachukua mali yake akaondoka. Yeye ndo ameleta mkwaju wa penalti ambao umefungwa na Jean Charles, na kipindi ambacho mnyama alikuwa anapitia wakati mgumu sana kiwanjani. Kama Jean Charles au Steven Dese Mkwala wangekuwa watulivu, walikuwa wanampatia assist. Alianza kucheza kushoto, lakini alipewa mamlaka makubwa ya kuzunguka kulia na katikati. Kwa ufupi, he was everywhere. Hakuna mchezaji anastahili kuwa nyota wa mchezo zaidi ya Morris Abraham. Anasema kuna mtu nasikia anauliza kwa nini Fadilus Davis asingeondoka mapema. Yes, hilo ni andiko lake. Hayo ni maoni ya mchambuzi wa soka. Vipi, wadau wanasema nini kuhusiana na hichi ambacho kimefanyika jana kwa Morris Ibrahim kuanza kwenye kikosi cha Simba Sport Club, lakini pia kuweza kuonesha kiwango chake kwa hali ya juu kabisa? Anasema msifie hata mpanzo kaka. Anasema dogo anajua wana Simba tumempata Mixon mpya. Anasema hapana, hii timu ya Simba inacheza vizuri sana tofauti na sisi Yanga. Tunamhitaji kocha kama Morocco atuvushe ili tuyafikie mafanikio ya Simba, na pia tunahitaji viongozi wa mpira wanaofanya mabadiliko ya kocha kwa wakati kwa akina magoli kama akina magoli. Anasema blongelea kiwango cha timu au leo kiwango sio sahihi. Morocco ape mkataba tu kaka, hiyo sio kocha wa kumpoteza kabisa. Viongozi wafanye jambo. Anasema nasubiri andiko lako kuhusu nafasi alizokosa Awa. Anasema mpira wa leo hautaki uchambuzi, unataka maombi.
Anasema Yanga ina wachezaji wazuri lakini haina kocha. Azam ina kocha mzuri lakini haina wachezaji wengi bora. Simba haina vyote. Simba inacheza pila tetanus, pila muhogo, pila ndimu. Yes, hayo ni maoni ya mdau. Anasema pale Simba kuna huyu na kuna Anthony Mligo. Hawa vijana wako safi sana. Anasema hivi hiki kitimu ndo kimetuangaisha, si serious. Hatuna timu kabisa. Simba hatuifikii Yanga hata kidogo. Mishahara ya Awa, Kante, Chama, Kagoma, Soa, Apeo, Morris, Ibrahim. Nafikiri Awa na Dube wanapitia changamoto zinazofanana. Anasema Morris, Abraham, Elimpanzu na Kamara kwangu mimi ndio wachezaji waliofanya vizuri zaidi kuliko wengine dhidi ya Gaborone. Umeme huu ni huyu na Maodo, labda Mutale kidogo alipoingia ndio walionyesha wanaitaka game na heshima ya mnyama. Sitaki kuzungumzia dogo cause umemaliza. Anasema okay sawa. Bana, hayo ni maoni ya mashabiki lakini pia wachambuzi kuhusiana na mchezo wa siku ya jana wa Simba Sport Clubs dhidi ya Gaborone, mchezo ambao ulikuwa na ugumu kwa kiasi fulani. Hata Simba wenyewe anafahamu, hata kocha pia Morocco aliweza kusema timu hii ni ngumu sana, sio rahisi kama ambavyo watu wanafikiria. Ni timu ngumu ambayo inacheza mpira mzuri. Kwa hivyo wanamshukuru Mungu kuwa wameweza kupata hayo matokeo ambayo wameyapata siku ya jana. Bwana, asante sana. Hii ni Hot Drop TV. Kama bado hujatufuata basi fanya hivyo kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na Twitter. Tunakwenda kwa jina la Hot Drop TV. Make sure una subscribe.